Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tunaendelea na mji wa 12 katika shikeli. Na katika huu mji wa 12 nimekuandalia mambo haya 7 ambayo tutakazungumza kwa siku ya leo. Na baada ya kumaliza mlango wa 12, kama nilivyowaambia kwamba nitakusanya somo moja ambalo litakuwa linaweka mlango wa 13, 14, 15 na 16, kwa sababu hiyo milango hiyo ina mambo machache yaliyo mengi yanakuwa yanapatikana katika miji iliyopita. Katika mji wa kwanza, wa 4, wa 7 na 10, hiyo miji hiyo minne hiyo ambao ni washirika wake ni 13, 14, 15 na 16. Kwa hiyo katika hiyo miji minne, 1 mpaka 1, 4, mji wa 4, mji wa 7 na mji wa 10, kila mmoja ana mwenzi wake katika hiyo miji ya 13, 14, 15 na 16. Kwa hiyo 14 kwa 4. Kwa hiyo tutakuja kuizungumza kwa baadaye katika video moja, lakini kwa leo insha Allah, Mungu akinijalia, tutaenda kusoma haya mambo 7 ambayo yanapatikana katika mji wa 12. Cha kwanza kabisa, katika mji wa 12 watu huwa wanaangalia uadui na husda. Yaani kama mtu anaangalia husda ya aina yoyote, ukiangalia je, fulani ananifanyia uadui, ugonjwa huu umetokana na husda, ile husda tutaenda kuiangalia katika mji huu wa 12. Ukikuta shikeli iliyopo hapa ni nzuri, basi tunasema husda hakuna. Lakini tukikuta shikeli ni mbaya, maana yake husda ipo. Kwa hiyo husda yoyote tunakuja kuiangalia, au uadui. Kiulizia uadui, je, fulani ananifanyia uadui, utaangalia hapa kama nilivyosema hapa. Kwa hiyo swala lote la husda tunaenda kuliangalia katika huo mji wa 12. Na walio wengi ambao ni wasomaji wa shikeli huwa wanafahamu kabisa, yani husda, uadui si vitu gani na vinavyofanana na husda huwa wanaangalia katika mji huu wa 12. Vita, ugomvi huwa wanaangalia mji huu wa 12. Twende namba 2. Namba 2 ni vikwazo au vifungo. Mtu akiwa na vifungo au vikwazo, unataka kuangalia vikwazo alivyonavyo mtu, ikiwa umenuia kwamba je, ana vifungo vyovyote. Kama mimi hapa nataka kuangalia, je, mimi nina vifungo, vikwazo au vifungo. Kama umefungwa, basi unakuja kuangalia katika mji wako vifungo vipo. Ukiona shikeli nzuri, unajua vifungo sina. Ukiona shikeli iko mbaya, basi vifungo vipo. Kwa hiyo ndio tunakuja kuangalia vifungo hapa katika mji wa 12. Hiyo ilikuwa ni namba 2. Twende namba 3. Namba 3 tunaangalia kifungo cha gerezani. Hii mji wa 12 huwa ni mji wa gereza. Yaani ni magereza hii hapa. Ukiona hapa shikeli inahusika na mwizi, kwa mfano unaangalia mambo ya wizi, shikeli iko katika mji wa 7 pale, alafu imehamia mji wa 12, basi kuna possibly yule mtu ambaye aliyeiba
ashafungwa. Ashafungwa, ashakuwa mfungwa tayari. Au sometimes inaweza siwe hivyo, lakini ukawa unaangalia kesi. Unaangalia kesi hii inayomkabili fulani bin fulani. Je, inaweza ikampelekea kufungwa au anaweza kanusurika? Kwa unaenda kuangalia hapo. Ukikutana kwamba imekuja shikili mbaya, basi ujue uwezekano wa yeye kufungwa ni mkubwa. Lakini ukikutana shikili nzuri, maana yake uwezekano wa yeye kutokufungwa ni mkubwa. Umeona? Inaweza kupatikana nusura katika uwezekano wa yeye kufungwa. Au unaweza kumwangalia mfungwa. Mtu ashafungwa gerezani, unamwangalia, je, yukoje? Yuko hai? Kwa mfano kwa mtu mwingine anaweza kama amefungwa labda yuko nje ya nchi. Kwa unataka kujua hali yake. Je, huyu aliyefungwa labda aliyefungwa sehemu fulani yuko hai, ashakufa, hali yake ikoje? Kwa tunaangalia katika mji wa 12 mfungwa kama mfungwa. Ama kuangalia, je, kesi hii inaweza kumsababisha mtu akaweza kufungwa, kwa sababu hii mji wa 12 huu hapa ni gereza. Nafikiri hapa nimeshaeleweka. Twende namba 4, nasema ni nguvu za giza. Hapa nguvu za giza kwa maana ya uchawi. Ukitaka kuangalia, je, nimefanyiwa uchawi? Ukitaka kuangalia nguvu za giza au uchawi, vitu vyote ambavyo vinazungumzwa kuogana, vitu gani tunaangalia hapa katika mji wa 12. Je, amefanyiwa uchawi? Mara unaweza kuangalia kwenye maradhi ya mtu moja kwa moja afu ukaangalia skeli inayotoka, lakini kwa hapa ni straightforward. Yaani unaangalia, je, huyu mtu karogwa? Mambo ya marogo na mauchawi tunayapata katika mji wa 12 hapa. Twende namba 5. Namba 5 ni wanyama wasiofugwa. Yaani wild animals. Wale wanyama wakali, simba, chui, tembo, duma wale. Yaani wale wanyama ambao kutazamia ni hatari, wanapatikana katika mji wa 12. Ni wanyama wasiofugwa. Ila wanyama wanaofugwa kama wa kumbukumbu wako katika mji wa 6. Kama umesahau basi unaweza kuarifaa kule ukaangalia. Na wale wasiofugwa unakuja kuwakuta mji wa 12. Wale ambao wanaofugwa ni mji wa 6. Mimi na kumbukumbu hiyo. Twende namba 6. Hiyo wanyama wasiofugwa hiyo unaweza kuitumia kuangalia hatari. Unaweza kuitumia kuangalia hatari. Mfano lese unaenda sehemu ambayo kunakuwa kuna wanyama wakali. Kwa hiyo unaangalia usalama. Je, naweza nikavuka salama hapa, labda kuna wanyama wakali maeneo haya au hakuna? Kwa hiyo unaweza ukajua. Unaweza ukajua uwepo. Kwa sababu kuna misitu mingine labda ambao wakutana watu wanaishi, wanatembea huko, wanapita usiku, wanapita haba mchana, lakini kunakuwa kuna uhatari. Kwa hiyo unaweza ukaangalia, je, kuna hatari yoyote ya wanyama wakali katika maeneo haya? Inakuonyesha kwamba hapa hakuna hatari yoyote au kwamba kuna hatari. Inawezekana kwa wakati huo hiyo hatari ya wanyama hawapo maeneo hayo, wako sehemu nyingine. Kwa hiyo itakudirect, utajua kwamba hapa ni pa kupita kwa sasa hivi au si pa kupita. Haya,
Tuende namba 6, anasema hatari isionekana. Pia unataka kuzuia hatari yoyote ambayo wewe hauijui na hauwezi kuiona. Inabidi unaangalia katika huu mji wa 12. Alafu jambo la mwisho la 7 hapa ni kuhusu siri. Kwa hiyo kwa upande wa siri hapa utaangalia unaangalia, je, huyu nikimpa hii siri ataitoa au atakaa nayo. Yaani mambo yote yanayohusiana na siri ndio tunakuja kuangalia katika mji wa 12. Siri. Kwa kama unataka kushare siri na mtu ya jambo fulani, una mashaka kwamba anaweza akaitoa hiyo siri akamwambia mtu mwingine, basi inabidi upige shekeli uangalie katika mji wa 12. Ikitoka shekeli mbaya maana yake usimwambie. Na ikitoka shekeli nzuri basi unaweza kumwambia tu. Haina shida. Maana yake siri yako itakuwa kwenye usalama zaidi. Kwa hiyo ni vitu hivyo 7 ambavyo nimekuandalia kwa siku ya leo. Kwa unaweza kaangalia kama kuna vitu vingine vina uhusiano na hivi hapa nilivyokuorodheshea hivi mambo 7. Unaweza ukaangalia katika mji wa 12 hata kama nitakuwa sijataja, sababu hizi nimetaja vitu ambavyo ni basics na ambavyo vinafahamika katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo wewe utakapokutana na kitu ambacho unaona hichi kinaendana na hivi, hafai kuvitaja, basi unakuja kuangalia katika mji wa 12. Kwa hiyo ndo tunaishia hapa katika hii sehemu ya 12 ya mlango wa shekeli. Na kwa hiyo kama nilivyoahidi kwamba katika somo linalofuata tutacombine zote, alafu baadaye tutaanza kujifunza namna ya kupiga, kwa sababu kupiga ni kazi nyepesi. Kazi kubwa ni kufahamu miji hii ya shekeli inakuwa ina maana gani. Kwa hiyo tutakuwa tumeshafikia pazuri mpaka hapa. Kwa kutakia masomo mema, usisahau kulike na kusubscribe na kucomment pale. Kama kuna swali yote unaweza kwenye comment pale, mimi nitakujibu. Sijaona swali hata moja, ila kama kuna swali basi mtu anaweka kwenye comment pale, anauliza. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.